aswabi'i wa yarfa'uhuma, na atainyanyua hiyo mikono miwili mamdudatal aswabi'i, hali ya kuwa ni yenye kunyooshwa vidole. Mamdudatal aswabi'i, hali ya kuwa ni yenye kunyooshwa vidole, ni vyenye kukunjuliwa vidole, hajavifumba kavinyoosha kavikunjua. Wakati wa kuleta takbira unatakiwa ukunjue na unyooshe vidole, usivikunje kama ngumi. Wayaj'alu kaffaihi hadhwa mankibaihi, na atavifanya viganja vyake viwili usawa wa mabega yake. Wayaj'alu kaffaihi, na atavifanya viganja vyake viwili hadhwa mankibaihi, usawa wa mabega. Wakati anyanyanyua Allahu akbar, viganja vyo usawa wa mabega, sio aguse mabega, usawa wa mabega. Allahu akbar, usawa huu wa bega, sio lazima yaguse. Wa ahyanan, na mara moja moja. Wa ahyanan, na baadhi ya wakati. Ndio maana ahyanan ile mara moja moja, sio kawaida, baadhi ya wakati, sio mara zote, ndio ahyanan. Wa ahyanan, na mara moja moja. Yubalighu fi raf'ihima, atafikisha kwenye kuinyanyua. Yubalighu fi raf'ihima, atafikisha kwenye kuinyanyua. Hatta yuhadhiya bihima, mpaka atalinganisha sawa. Bihima, pamoja na hiyo mikono miwili. Hatta yuhadhiya bihima, mpaka atalinganisha sawa pamoja na hiyo mikono miwili. Atrafa udhunaihi, ncha za masikio yake. Wa ahyanan, na baadhi ya wakati, mara moja moja. Yubalighu, atafikisha fi rafi'ihima, kwenye kunyanyua mikono. Atafikisha wapi? Atafikisha hatta yuhadhiya bihima, mpaka atalinganisha sawa pamoja na hiyo mikono miwili. Atrafa udhunaihi, ncha za masikio yake. Atanyanyua mikono wakati wa kuleta takbira mpaka kulinganisha, sio kugusa, kulinganisha usawa wa masikio yake. Mikono miwili yako usawa wa masikio, kwa ima usawa wa mabega au usawa wa masikio, ndio unyanyuaji wa mikono. Shekhe kaika tanbihi nzuri hapa, anasema chini, qultu, nimesema mimi Albani, wa amma massu shahmatayil udhunaini, ama kugusa njewe za masikio mawili. Wa amma massu shahmatayil udhunaini, ama kugusa njewe mbili za masikio. Yote sawa eh? Ama kugusa njewe za masikio mawili, au ama kugusa njewe mbili za masikio. Biibhamaihi, kwa vidole gumba. Biibhamaihi, kwa vidole gumba vya huyo mwenye kuswali. Ibhamaihi, vidole vyake gumba mwenye kuswali. Ama kugusa njewe mbili za masikio kwa vidole vyake vya gumba mwenye kuswali. Fala asla lahu fi sunna, halina asili hilo katika sunna. Bali huwa indi, jambo hilo kwangu mimi Albani, min dawai alwaswasa, ni katika vipelekea vya wasiwasi. Bali hilo la kugusa njewe za masikio mawili kwa kutumia vidole, pamoja na kwamba halina asili, bali hilo indi kwangu mimi Albani, min dawai alwaswasa, ni katika vipelekea vya wasiwasi. Mtu atajiona hajaleta takbira ipasavyo, ana wasiwasi, hivi kweli niligusa masikio au sijagusa? Anajisababishia wasiwasi ndani ya swala yake, kwa sababu amezoea lazima aguse masikio ndo ajihisi ameingia ndani ya swala. Asipogusa basi wasiwasi unamtawala ndani ya swala yake. Ni katika vipelekea vya wasiwasi, hilo halipo. Kuweka vidole usawa wa masikio, sio kugusa masikio, ndio lilothibiti. Ama kugusa halina asli, bali hupelekea wasiwasi wa yule anayeswali. Anaondoka shekhe, anasema wad'u liyadaini wa kaifiyatuhu, kuweka mikono miwili na namna yake. Wad'u liyadaini, kuweka mikono miwili. Wa kaifiyatuhu, na namna yake, namna ya uwekaji wake.
kuweka mikono miwili wapi na namna ya uwekaji wake. Yaqulu almuallif rahimahullah, thumma yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kisha ataweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Thumma yad'u yadahu al-yumna, kisha atauweka mkono wake wa kulia. Intabih, kuwa makini hapa. Kuna swali mbele nitauliza, nikimaliza hichi kipande nitauliza swali. Sasa kuwa makini. Thumma yad'u yadahu al-yumna, kisha atauweka mkono wake wa kulia ala al-yusra, juu ya mkono wake wa kushoto. Aqiba takbiri, baada tu ya takbira. Aqiba takbiri, baada tu ya takbira. Kishaleta takbira tu ataweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Wa kushoto utakuwa chini, wa kulia utakuwa juu yake. Wa huwa min sunanil anbiya'i alayhimus salatu wassalam. Wa huwa, na jambo hilo, jambo lipi? La kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto baada ya takbira. Jambo hilo min sunanil anbiya'i, ni katika mienendo ya mitume alayhimus salatu wassalam, juu yao swala na salamu za Allah ziwafikie. Wa huwa, na jambo hilo la kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto, min sunanil anbiya'i, ni katika mienendo ya manabii waliotangulia, sio Mtume Muhammad peke yake, hata waliotangulia walikuwa wakifanya hivyo hivyo alayhimus salatu wassalam, juu yao swala na salamu za Allah. Wa amara bihi, na ameamrisha hilo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa amara bihi, na amewaamrisha hilo Rasulullah, mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallama, ashabahu, masahaba wake aliwaamrisha waeke mikono yao ya kulia juu ya mikono yao ya kushoto ndani ya swala baada tu ya kuleta takbira. Fala yajuzu isdaluhuma, basi haifai kuiwachia ikaning'inia, kuiwacha hivi kwa inaning'inia chini, haifai. Al-isdal, kuiwacha mikono pasi na kuifunga. Asadlu, fala yajuzu isdaluhuma, basi haifai, haijuzu kuiwachia hiyo mikono ikawa inaning'inia chini. Sio katika mwenendo wa Mtume, wala si maamrisho ya Mtume, wala si katika mafunzo yake aliowafunza maswahaba ikawa watu wanaswali wameachia mikono, bali katika mienendo ya baadhi ya watu waliokuja baadaye na dini yao ya uibadhi na wengineo. Hakuna katika mafunzo ya Mtume kuachia mikono. Kuachia mikono ni katika mafunzo ya maibadhi, sio Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe angalia, utafuata dini ya ibadhi au mafunzo ya Mtume? Chaguo lipo kwako mwenyewe. Wa yad'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra, na ataweka mkono wake wa kulia juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto. Sawa? Wa yad'u al-yumna, na ataweka mkono wa kulia ala dhahri kaffihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto. Ule mkono wa kulia ataweka juu ya kiganja cha mkono wa kushoto. Hiyo ina mwanzo, utachukua kiganja cha kulia juu ya kiganja cha kushoto, kiganja na kiganja. Sawa? Wa ala rusq, na juu ya rusq. Wasaidi, na juu ya saidi vile vile. Maeneo mangapi kataja hapo? Matatu. Ataweka mkono wa kulia juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto, kiganja cha kulia juu ya mgongo wa kiganja cha kushoto, kiganja kwa kiganja. Wa ala ruskhi, aina ya pili, na juu ya ruskhi. Ruskhi ndio nini? Ruskhi ndio nini? Naam, mahala pa kuvaa saa, ambako ukivaa saa unaiweka hapa, ndio inaitwa ar-ruskhi. Pia itafaa kiganja chako kukiweka katika ruskhi. Wasaidi, na saidi. Saidi ndio nini? Sasa ukionyesha hivyo anasikiza rekodi atajua. Hatuna television hapa, wala hatuko online TV, hatupo hivyo. Sehemu hii Kiswahili, ukiachia hii ya msuli, hii hapa sasa, hii
kabla ya kufika huko hapa kwenye mnofu, Waswahili mnahitaji kigasha. Kigasha mnakijua? Ndio hicho kilichosemwa hapa. Wewe mnasemaje kwenu? Nini? Dhiraa. Sio dhiraa. Dhiraa ni hii yote kutokea ncha za vidole hadi kisukusuku, hii ndio dhiraa yote hii. Sasa humu kwenye dhiraa humu kila sehemu kuna jina lake Kiarabu. Huku ruusul aswabi', hizi tindi za vidole al-umbula, sawa. Ukija hichi chote hichi al-kaf, kiganja, alafu kwenye kiganja kuna vidole, kila kidole kina jina lake, al-binsar, al-khinsar, al-wusta, sababa, ibham. Alafu kisogea mbele kidogo kwenye vifundo hivi ndo ar-ruskhi, mahala pa kuvaa saa. Sasa kinachofuata kabla ya kufika katika mirfa, kisukusuku, hapa ndio tumeambiwa nini? Wanasemaje? Kigasha. Kwa itafaa kuweka mkono wa kulia juu ya kiganja cha mkono wa kushoto, kiganja kwa kiganja, au kuweka mahala pa kuvaa saa, kiganja chako ukiweka hapa, au ukiweka kwenye hicho kigasha ukiweka huku, lakini sio kwenye kisukusuku kama vile angalia mechi ya mpira. La, kwenye kisukusuku sipo. Maeneo matatu hayo yote nafaa kuweka mkono wakati wa swala. Wataratan, na wakati mwingine, yakbidhu bilyumna, atashika kwa mkono wa kulia, ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto. Wataratan, na wakati mwingine, yakbidhu, atashika bilyumna, kwa kutumia mkono wa kulia, ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto. Nauliza swali, kuna aina ngapi za kuweka mikono tulizoziona hapa? Nilisema kimaliza kipengele nitauliza swali. Huu mkono wa kulia huu, kuna aina ngapi za kukaa kwake juu ya mkono wa kushoto? Sio maeneo ya kuweka, intabihi. Sihitaji maeneo ya kuweka mkono wa kulia, sitaki maeneo. Huu mkono wa kulia, namna ya kuweka juu ya mkono wa kushoto zipo ngapi? Bushurai 2. Ya mwanzo kuweka, ya pili kushika. Zakallahu khairan. Majango yomaliza, baadaye mwenye 1000 atamgaia yule. Usipopata utanifuata, na nikisema hivi haina maana mniachie mwenyewe, mumpe. Sawa, wale usimuulize ushapewa, wewe mpe tu. Wakipatikana watu 3 4, kajibu swali zuri sana. Huu mkono wa kulia namna ya kuweka kwenye mkono wa kushoto, sio maeneo, namna. Maeneo ni matatu: kiganja, ruskhi, sa'i. Namna ni 2, ima alwad'u, kuweka, au alqabdu, kushika. Sawa, ima uweke au ushike hivi kama umeshikilia kitu. Alwad'u, kuweka, alqabdu, kushika hivi, unaoshika huu mkono wa kushoto. Namna ni 2, maeneo ya kuweka ni 3. Tumeelewa? Sasa anatoa tanbihi shekhi hapa, tanbihi nzuri sana. Anasema chini namba 7, wa amma mastahsanahu ba'd almutaakhirin, na ama mastahsanahu, kile walichokipendezesha. Wa amma mastahsanahu, ama kile walichokipendezesha, ba'dul mutaakhirin, baadhi ya wale waliokuja baadaye. Wanachuoni walikuja baadaye, waliokuja nyuma, sio salaf. Wa amma mastahsanahu ba'dul mutaakhirin, ama kile walichokipendezesha baadhi ya wanachuoni waliokuja baadaye. Min aljam'i baina alwad'i walqabdi, kutokana na kukusanya baina ya kuweka na kushika. Fi anin wahidin, kwenye wakati mmoja, ndani ya wakati mmoja. Anin maana wakati, ndo maana ani. Fi anin wahidin, ndani ya wakati mmoja. Ama kile ambacho
wamekipendezesha wanawachuoni waliokuja baadaye kuhusu kukusanya baina ya kuweka na kushika wakati mmoja, famimma la asla lahu, ni katika mambo ambayo hana asili. Tumeona aina mbili, ima uweke au ushike. Baadhi ya mutaakhirin wanawachuoni kuja baadaye, wao wakapendezesha mtu akusanye yote mawili tena wakati mmoja, aweke na ashike hapo hapo. Anasema famimma la asla lahu, hilo ni katika yale mambo ambayo hayana asili kabisa, hayakufunzwa. Hakuna kukusanya uamue tu uweke au ushike, ama kukusanya pamoja, hakuna asili ya hilo. Sasa wanakusanya vipi? Angalia namna wanavyokusanya. Wanachukua hivi vidole vitatu, kidole cha sababa na kidole cha usta na albinswar, sawa, wanaviweka hapa juu. Alkhinswar hichi cha mwisho hichi, albinswar na alibham, hivi ndo vinashika mkono. Kwa maana inakuwa namna hii, anatia hapa mkono wake wa kushoto. Kwa hivi vitatu vimekaa hapa, ameviweka hivi viwili, ameshikilia juu na chini, amefanya jamu baina alwad'i walqabd, amekusanya baina ya kuweka na kushikilia. Hili jambo halina asili. Sheikh Albani anasema halipo hili, ima uweke au ushike tu moja kwa moja, sio kukusanya. Nimuelewa Sheikh? Mahallul wad'i, mahala pa kuweka mikono. Mahallul wad'i, mahala pa kuweka mikono. Wayad'uhuma, na ataiweka hiyo mikono miwili, ala sadrihi faqat, juu ya kifua chake tu, sio pengine. Na hii ni kauli katika kauli za wanachuoni. Jambo lina khilaf. Je, ni kwenye kifua tu? Sababu hadithi zote ambazo zimekuja kuainisha eneo la kuweka mikono, baadhi ya wanachuoni kama Sheikh Muqbil Raihanatul Yaman amedhoofisha. Hakuna hadithi sahihi hata moja yenye kutegemewa kwamba mikono itawekwa eneo gani, kifuani, tumboni, kwenye kitovu au wapi. Zote zina dhaifu ndani yake, isipokuwa Sheikhul Albani akaja akazitia nguvu zile ambazo zimeainisha eneo la kifua, ikawa huu ndio msimamo wake ambao unapingana na Sheikh Muqbil rahimahumullah. Sasa hapa anapita mapito ya msimamo wake, wayad'uhuma ala sadrihi faqat, na ataiweka hiyo mikono miwili juu ya kifua chake tu, sio chini ya kitovu wala kwenye tumbo, kwenye kifua. Arrajulu walmar'atu fi dhalika sawaun, mwanamme na mwanamke kwenye hilo ni sawa, wote wateka kifuani. Mwanamme kifuani, mwanamke kifuani. Chini anaika tanbihi, anasema qultu, nimesema mimi Albani, wa wad'uhuma ala ghairi sadri, na kuweka hiyo mikono miwili juu ya kisichokuwa kifua. Ala ghairi sadri, juu ya kisichokuwa kifua, kaika sehemu ambayo si kifuani. Wa wad'uhuma, na kuiweka hiyo mikono miwili ala ghairi sadri, juu ya kisichokuwa kifua. Imma dhaif, itakuwa jambo hilo hadithi yake ni dhaifu, wa imma la asla lahu, au itakuwa halina asili jambo hilo. Imma dhaif, itakuwa hadithi yake ni dhaifu, imekuja ipo lakini dhaifu. Wa imma la asla lahu, na itakuwa jambo hilo halina asili, hata hiyo dhaifu pia haipo, ni watu tu wameamua, amevunja misimamo ya kwamba kuweka chini ya kitovu kama ufanya wengi katika mahanafi, na wengi katika mahanafi ni mabohora, wanaweka chini ya vitovu vyao. Na mabohora wamewaathiri sana matablighi, kwa sababu tablighi wengi wao ni wabohora Kipakistani. Kwa ukiangalia hata wa matablighi wanavyoswali wengine chini ya kitovu hivi, kama vile amesimama anaangalia kitu fulani, kumbe ndo anaswali, hana habari, hafungi mikono kifuani. Sheikh anasema hilo itakuwa ima hadithi yake ni dhaifu, au ni katika mambo ambayo hayana asli. Wala yajuzu an yad'a yadahu al-yumna ala hasuratihi, wala yajuzu, na wala haifai, an yad'a yadahu al-yumna, kuweka mkono wake wa kulia, ala hasuratihi, juu ya kiuno chake au kwenye unyonga wake. Unaswali umeweka mikono kwenye unyonga, kwenye kiuno hapo, unaweza kufikiria kuna mtu anaswali hivi kweli? Kwani hamjie kumuona mtu akaswali kaeka mikono kwenye kiuno? Hamjawahi?
endeleeni kuswali, huenda mkamuona inshallah. Lakini mambo yalikuwepo, ndio maana akakatazwa. Sawa, tumalizie mlango wa mwisho, al-khushu'u wan-nadharu ila mawdi'i sujud, ili tukija tuanze dua ya ufunguzi wa swala. Al-khushu'i, unyenyekevu, wan-nadharu, na kutazama, ila mawdi'i sujud, mahala pa kusujudu. Al-khushu'u, unyenyekevu, wan-nadharu, na kutazama, ila mawdi'i sujudi, mahala pa kusujudu. Unatakiwa mwenye kuswali we mnyenyekevu, tena uangalie sehemu unayosujudu. Yaqulu al-muallif rahimahullah, wa alayhi, na ni juu yake mwenye kuswali, an yakhsha'a, kunyenyekea, fi salatihi, ndani ya swala yake. Wa alayhi, na ni juu yake mwenye kuswali, an yakhsha'a, kunyenyekea, fi salatihi, ndani ya swala yake awe mnyenyekevu. Wa an yatajannaba, na kujiepusha, kullama, na kila ambacho, qad yulhihi anhu, huenda kikampumbaza yeye. Wa an yatajannaba, na kujiepusha, kullama, na kile ambacho, au na kila ambacho, qad yulhihi anhu, huenda kikampumbaza yeye. Min zakharifa, kutokana na mapambo, wa nuqushin, na nakshi. Min zakharifa, kutokana na mapambo, wa nuqushin, na nakshi. Ajiepushe na mambo hayo kwa kutazama, kuanza kuyashughulikia, ajiepushe nayo yale mambo ambayo yatampumbaza yeye. Kutokana na hiyo khushu'i, atakuwa hana khushu'i, hazingatii swala kwa sababu ya jambo hilo ajiepushe nalo. Miongoni mwa mapambo na nakshi kwenye nguo za watu au kwenye misikiti, na misikiti pia inachangia jambo hili. Kuna misikiti inapopambwa, siku unaingia tu huwezi kuswali kwa khushu'i kama hauje kuona. Swala yako wa mwanzo hauna khushu'i mpaka uzoee, kwa sababu ya mapambo alikuwa kule mbele kule kwenye kibula na nakshi ambazo zimezunguka kuta za msikiti. Kuna asmaullahi ta'ala yamezunguka msikiti, kuna Allahu kadha kama msikiti mzima mpaka 99. Kuna nukush, as-salatu ala nabii kule, inna Allaha wa malaikatahu, imetandazwa kule mbele kwa nakshi, imechongwa mbao maalum imeandikwa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabii mpaka mwisho wake. Bado wakaona haitoshi, wakaweka kalenda za tarehe haswa ili wazidi kutuchanganya. Mtu kakaa safa mbele, angalia leo tarehe ngapi, mwezi ngapi, leo Jumada ngapi. Kama na deni, unajua deni langu nimeshakaribia kulipa, leo Jumada hii. Imamu anaswali, wengine wakatundika mitasbihi kabisa kule mbele, anaangalia, nikimaliza anachukua mtasbihi ule pale kabla imamu hajauchukua, anashinda na imamu. Yapo hayo misikiti namna ilipopambwa, haitakiwi kwa sababu inatutoa kwenye khushu'i. Mtume hakuamrisha kupamba misikiti. Kila ambacho kitaipelekea swala yako upumbazike, usishughulikie, hakitakiwi kuwa nacho ndani ya swala, ima kwako wewe au kwa mwingine au jengo la msikiti. Sasa majengo yanatakiwa wale wanaosimamia ndio waepushe na mambo hayo. Sasa shughulishe watu na swala zao. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sasa khushu' ipatikani ikiwa msikiti una mapambo mingi na nakshi nyingi. Kwa mtu anatakiwa ajiepushe. Hata wale ambao wanaingia misikitini kuswali wasivei nguo ambazo yaltafitu nadhar, nguo yake inavutia kutazama, mitazamo ya watu. Lazima mshughulikie yeye akiingia msikitini. Usivae hiyo nguo kuja msikitini, si ya kawaida. Kuna kitu ambacho kinapelekea wenzako wakuangalie ndani ya swala, usivae. Vaa nguo ya kawaida ambayo watu hawezi kukushughulikia, ni jambo la kawaida. Kama mtu anaingia na jifulana lake limeandikwa mchezaji huko nyuma na jina, namba, sasa wale nyuma yako anza kuangalia, mchezaji gani huyu? Akishalisoma jina tu tayari anavuta picha na sura yule mchezaji na anakumbuka hadi magoli yake, imo ndani ya swala. Na hii namba, namba hatari hii namba hii, hapo huyu mtu mzembe hii kwenye ile namba yako. Sasa usivae namba au nguo ambazo zitashughulisha wenye kuswali, utawapotezea khushu'i,
vaa kanzu yako rangi ya kawaida, basi hakuna anayekutazama, ndio inavyotakiwa. Fala yusalli bihadrati ta'amin, anasema mtunzi, fala yusalli, na hatoswali mtu bihadrati ta'amin yashtahihi, wakati wa uwepo wa chakula ambacho anakitamani. Bihadrati ta'amin, wakati wa uwepo wa chakula, yashtahihi, ambacho anakitamani. Fala yusalli, na hatoswali mtu mwenye kuswali kwa maana asiswali bihadrati ta'amin, wakati wa uwepo wa chakula, ay inda hadrati ta'amin, wakati wa uwepo wa chakula, yashtahihi, ambacho anakitamani. Ana njaa kali na chakula tayari anatamani kula, mara kasikia adhana, ambwa la, usende kuswali, kula kwanza, sababu utaenda ndani ya swala tuko huna khushui, unawaza msosi, na hilo halitakiwi. Kula kwanza, punguza njaa, kaswali, ukija utamalizia, ili khushui ibaki ndani ya swala. Wala huwa, wala asiswali na hali ya kuwa yeye, wala yusalli, na wala asiswali wa huwa, na hali ya kuwa yeye, yudafi'uhu albaulu walghaitu, na hali ya kuwa yeye anasukumwa na choo kidogo na choo kikubwa. Wala yusalli, na wala asiswali wa huwa, na hali ya kuwa yeye, yudafi'uhu albaulu walghaitu, anasukumwa na choo kidogo na choo kikubwa, ana haja imembana, kisha anaingia kwenye swala ili tu apate rakaa zote. Na mbwala, nenda chooni kajisaidie kwanza, haja kubwa au ndogo iliyokushika, kisha uje kuswali. Utakachokikosa utalipa baada ya imamu kutoa salamu. Utakachodiriki ndicho chokadiriwa na Allah, sio kuingia ndani ya swala hali ya kuwa haja imekubana. Ikubane, ama haja ya kawaida haizuiwi kuswali, unaweza ukaivumilia, hamna shida, wala huwazi ndani ya swala hiyo, unaweza kuswali nayo. Wayandhura fi qiyamihi, na kutazama katika kisimamo chake. Wayandhura inaunga wapi? Inaunga kule. Alaihi an yakhsha'a, ni juu yake kunyenyekea mwenye kuswali. Fi salati, ndani ya swala yake, inaunga na hapa. Wayandhura, na kutazama. Fi qiyamihi, wakati wa kusimama kwake. Ila maudhi'i sujudihi, sehemu ya kusujudu kwake. Wakati umesimama kwenye swala, unataka uangalie sehemu ambayo utasujudu. Na hapa kuna kauli isiyokuwa hii pia itafaa kuangalia mbele. Tulio kusoma hapa kauli Ibn Uthaymeen katika Ash-Sharh Al-Mumti', mwenye kuswali ataangalia moja katika maeneo mawili, ima sehemu ya kusujudu au mbele, lakini ataangalia pale ambapo khushui yake itakuwa imetulizana, achague. Ikiwa anaangalia mbele ndio khushui yake itatulizana zaidi, angalie, limethibiti hilo. Ikiwa kuangalia chini ndio khushui itapanda, angalie chini, na mara nyingi inakuwa chini. Ukiangalia mbele mara vinakatiza vitu vinakushughulisha, utaanza kuangalia nguo ya huyu, kanzu ya yule, kufia yule kule. Angalia pale unaposujudu, hili ni aula kukupelekea wewe kwenye khushui. Wala yaltafit yamina, na hadithi anayotumia kuangalia mbele ni ile hadithi ya anosimulia maswahaba kwamba walikuwa wanakikadiria kisomo cha mtume cha swala ya dhuhuri kupitia masharafa yake, ndevu zake za pembeni. Kwa vile vinavyotikisika zile ndevu, wakakadiria itakuwa anasoma rakaa mwanzo kiasi cha suratu Sajida, rakaa ya pili kiasi cha nusu yake. Wamejuaje? Lao rakaa ya pili kiasi cha nusu yake. Wamejuaje? Lao ungekuwa anaangalia chini, kuonyesha kwamba alikuwa anaangalia wapi? Mbele. Wanatumia hadithi hiyo kujuzisha itafaa kuangalia mbele. Lao angeangalia chini wasengejua kiwango cha sura ya mtume wakati wa dhuhuri maswahaba. Haya, wala yaltafiti yaminan wala yasaran, wala yaltafiti yaminan, na asigeuke upande wa kulia, wala yasaran, wala upande wa kushoto. Wala yaltafiti yaminan, na asigeuke upande wa kulia, kuliani kwake, wala yasaran, wala kushotoni. Fa inna liltifata, kwa sababu kugeuka geuka, ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu, ni kunyakua, ni mnyakuo anaounyakua sheitani.
Ikhtilasun ni mnyakuo, yakhtalisuhu shaitan, anao unyakuwa shaitani, kama vile ni uporaji huo anaoupora shaitani min salati al-abdi, katika swala ya mja. Shaitani ndo anakupelekea hivyo, anaipora sehemu katika swala yako, anakushughulisha angalie kulia mara kushoto ili kuipunguzia daraja swala yako. Ikhtilasun huko ni kunyakua, huko ni kupora, huko kuchukua. Yakhtalisuhu shaitan, ambako anachukua shaitani min salati al-abdi, ndani ya swala ya mja, anamshughulisha kumpunguzia daraja na thawabu ya swala zake. Shaitani huyo. Sasa usiangalie kulia wala kushoto, pambana naye, usiwe mwepesi. Wala yajuzu, na wala haifai, an yarfa basarahu ila samaa, kunyanyua macho yake kuelekeza juu. Mwenye kuswali hatakiwi aangalie juu. Wa hadha muharramun, na jambo hili limeharamishwa, sio makruhu, haramu ndani ya swala kuangalia juu. Wallahu a'lam. Tufikie hapa, kesho tuondokea dua ulistiftah. Tunaanza kuifungua swala sasa kwa visomo. Tumefika kwenye takbira kuhirimia na yale yanayoambatana na hayo. Sasa tunaanza kusoma nini? Dua ulistiftah. Tunaanza na dua ya ufunguzi wa swala, kisha kisomo na kuendelea insha Allah.